ambalo lilijumuika na kamati kuu kutafakari mambo matatu ya msingi. Hayo mambo matatu ya msingi ambayo tumeyafanyia kazi kwa muda wa siku 2 za kamati kuu na siku nyingine 3 za viongozi wetu kutoka kwenye kanda mbalimbali, tulitafakari kwa kina hali ya kisiasa katika nchi yetu. Tulitafakari hali ya demokrasia na kamata na mateso yanayofanywa kwa viongozi mbalimbali wa Chadema na washirika wetu katika UKAWA kama chama cha wananchi CUF, na vile vile tulitafakari hali ya uchumi wa taifa. Sasa kwa sababu ya unyeti wa mambo yote hayo na wingi wake, kikao chetu cha leo na ninyi ndugu zetu wahariri na waandishi wa habari kitajadili jambo moja tu: hali ya uchumi katika taifa. Haina maana tunapuuzia hayo mengine, ila tumeona tupakue kidogo kidogo ili tusiwazonge Watanzania na mambo mengi kwa wakati mmoja, tukaacha mambo ya msingi yasiwafikie Watanzania na ninyi waandishi wa habari mpate uhakika zaidi na undani zaidi wa nini hasa tunakusudia kukisema. Kwa hiyo leo mahususi kabisa tutazungumzia swala moja tu kuhusiana na hali ya uchumi wa nchi. Ndugu waandishi wa habari, tumezoea pengine kuzungumza masuala ya kisiasa, na tumezoea pengine kuona mikutano ya sisi viongozi tunazungumzia mambo ya siasa, mambo ya demokrasia, yana nafasi zake kubwa. Lakini sisi kama taifa ni mara chache sana tumejipa nafasi ya kutosha ya kutambua hali ya uchumi wa nchi yetu. Sisi wanasiasa, nikiri, wa sehemu zote, wa upinzani na hata wa chama tawala, ninyi waandishi wa habari, viongozi wa serikali, ni mara chache kwa sana tunakaa tunaangalia kwa kina, hivi haya maisha tunayolalamika ni magumu yanasababishwa na nini? Kwa hiyo tumekuwa tunadili na mambo mengine madogo tu, lakini yale mambo ya msingi yanayogusa maisha yetu, yanayoongeza umaskini wetu, yanayosababisha mateso kwa wananchi wetu, tumetokuwa hatuyazungumzi vya kutosha. Kwa hiyo kwa maneno mengine, rais wetu tumempa likizo sana. Amepewa likizo kwa sababu yeye na serikali yake hawajabanwa vizuri kuambia Watanzania ukweli kuhusu hali ya uchumi wa nchi. Na zaidi ya hayo, vyombo vingi vya habari, tukiri, vinautafakari uchumi wa nchi mara nyingi kwa kuangalia matamko ya serikali, kwa kuangalia takwimu za serikali. Si baya kuziangalia, lakini mara nyingi takwimu tunazopewa za hali nzuri ya uchumi kukua, havifanani na hali halisi ya maisha ya wananchi tunayoyaona. Kwa hiyo kamati kuu yetu tulisema kwa mara ya kwanza leo, hebu tufanye mkutano na waandishi wa habari. Hatuwezi kuchambua uchumi wote kwa sababu jambo na fenomena ya uchumi ni pana sana, lakini kuna yale mambo ya msingi ya kujenga awareness, kujenga ufahamu wa waandishi wa habari, kujenga ufahamu wa wananchi na kuitaka serikali iweze kutoa maelezo vizuri, hali hii inatupeleka wapi. Katika kufanya hivyo, tunatambua ziko taarifa mbalimbali za kiuchumi ambazo zinatuguide. Benki ya Dunia iwe inatoa taarifa kuhusu nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania na hali yake ya kiuchumi. IMF, shirika la fedha duniani, nalo linatoa takwimu zake. Tanzania Bureau of Standards nalo linatoa takwimu zake. Lakini mtu ambaye anatoa takwimu halisi, kwa sababu yeye ndio manager wa uchumi wetu, ni Benki Kuu. Kwa hiyo leo tutatumia zaidi taarifa za Benki Kuu katika kujenga hoja ya ambacho nakusudia kukifanya, kwa sababu Benki Kuu ndio manager wa economy yetu. Benki Kuu ndio benka wa serikali. Benki Kuu ndio custodian wa fiscal and monetary policy za nchi yetu. Kwa hiyo takwimu za Benki Kuu hatuna mashaka ni takwimu za serikali. Ila sasa zile takwimu zinazalishwa kila mwezi. Kila mwezi Benki Kuu inazalisha kitu kinachoitwa monthly economic review. Inaeleza hali na mwendeleo serereko wa kiuchumi.
kila mwezi, alafu kila baada ya miezi mitatu inatoa quarterly report, na kila baada ya mwaka inatoa annual report. Sasa kwa sababu na faida ya kikao hiki, nitazungumzia mambo machache kama 6. Nikichukua mwaka 2015, mwaka ambao Rais Magufuli aliingia madarakani, na mwaka 2017 mwezi wa Mei. Kwa hiyo Mei 2015 mpaka Mei 2017, ni mambo gani yanaendelea katika uchumi wa nchi na yanaathiri vipi hali ya kiuchumi na maisha ya kawaida ya wananchi? Wananchi wanapolia ukata hawadanganyi, wanaumia kweli. Wananchi wanapolalamika ukali wa maisha, ni kweli kuna ukali wa maisha. Wafanyabiashara wanapolia kwamba kuna uchumi unaoporomoka, ni kweli uchumi unaporomoka. Sasa sisi kwa kupitia wataalamu wetu wamefanya kazi ya kuchambua takwimu za Benki ya Tanzania za mwaka 2015 mpaka 2017 kuweza kubainisha viashiria vipi vinavyosababisha uchumi wetu kuporomoka. Na tunaona vitu hivyo rais hajavizungumzia, waziri mkuu hajavizungumzia, wala makamu wa rais. Waziri wa fedha anavipapasa papasa, lakini hakuonekani mkakati wowote wa kibajeti kwa sisi ambao tuko bungeni au nje ya bajeti wakakubaliana na hali hii, kiashiria kingine ambacho kinaonyesha kwamba hali ngumu ya uchumi itaendelea kuwepo kwa muda mrefu. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, nianze na jambo la kwanza ambalo linawagusa sana wananchi. Chakula. Chakula ndio maisha yetu, kwa sababu chakula kwanza ni lishe kwetu na familia zetu, lakini vile vile chakula ndio uchumi wa wananchi walio wengi, ni wakulima. 70-75% ya Tanzania ni wakulima. Sasa unapozungumza jambo lolote linalohusu uchumi, ukapuuza sekta ya uchumi inayogusa 70-75% ya Watanzania, nina hakika huwezi kuwa na ufumbuzi wote wa kuondoa umaskini, japo pato la taifa linaweza kuongezeka, linaweza kuonekana linakuwa. Sasa usalama wa taifa ni usalama wa chakula. Kama hakuna usalama wa chakula, hakuna usalama wa taifa. Rais wetu amesikika mara kadhaa akisema kwamba hakuna mtu atapewa chakula na serikali. Tunawe Magufuli, hii chakula si chako. Hakuna kiongozi duniani anawaambia wananchi wake hata mkipata ukame, kama hamna chakula shauri yenu mfe. Hiyo lugha haipo kwa kiongozi. Lakini bwana mkubwa huyu mara nyingi anatumia lugha hiyo na watu wanashangilia. Kwa misingi hiyo serikali yake haijali kabisa hata reserve ya chakula cha taifa. Katika taifa kuna kitu kinaitwa National Food Reserve Agency, hifadhi ya nafaka ya taifa, ambako serikali inanunua vyakula hususan nafaka na kuvihifadhi na kuviuza wakati lazima ili kuongeza stocks mpya. Mwaka serikali ya awamu ya 4 inaondoka madarakani 2015, tulikuwa na tani 406,846 za chakula katika reserve ya taifa. Huyu bwana mkubwa huyu kwa miaka miwili ya utawala wake, kwa kauli hizi za kupuuza chakula kwa wananchi wake, 2017 reserve ya chakula iliyopo ni 18% tu ya iliyokuwepo mwaka 2015, ambayo ni tani 74,826. Sasa vitu kama hivi mara nyingi waandishi wa habari hamvioni. Lakini tunapokosa chakula kwenye food reserve, maana yake ni nini? Hata wafanyabiashara wanapotaka kufanya biashara ya nafaka wanaongeza bei, kwa sababu serikali haina uwezo wa kuregulate bei.
Serikali inapokuwa inafanya kuregulate, kupunguza bei ya makali ya kwa mfano mahindi, inapoona kuna ukame, kuna uhaba wa mahindi, ili wafanyabiashara wasiumize wananchi, serikali inatoa mahindi kwenye National Reserve, inayaingiza kwenye soko, wanashusha bei na ukali wa bei ya mahindi. Sasa kwa sababu jambo hilo sasa hivi halifanyiki vya kutosha, kwa sababu rais wetu haamini kuhusu watu wake kupata chakula cha kutosha, inasababisha mfumuko mkubwa wa bei ya vyakula. Ndio sababu basi mwaka 2015 kwa mfano, gunia la mahindi lilikuwa shilingi 47,000 mwaka 2015. Lakini mwaka huu 2017 mwezi Mei Juni hapo, gunia lililokuwa shilingi 47,000 limekuwa shilingi 90,149 na senti 90. This is madness. Sasa anayenunua mahindi haya sio Majaliwa, wala pengine sio Mbowe, pengine sio ninyi ndugu zangu waandishi wa habari, lakini mama zetu, baba zetu, wajomba zetu, wananchi wenye kipato cha chini ambacho kwao mahindi ni step food. Hapo ni kufa kwa kupona. Lakini bei ya mchele kwa gunia 2015 ilikuwa shilingi 162,000. Ilikuwa shilingi bei ya mchele gunia Mei 2015 ilikuwa shilingi 162,701, lakini sasa hivi bei ya mchele imefika mpaka shilingi 200,000 kwa gunia. Mazao mengine ya chakula, maharage, sukari, zote zimepanda bei. Lakini wote ndugu zangu mtakubaliana kwamba kwa miaka miwili hii vitu vimeendelea kupanda bei, lakini mapato ya fedha kwa wananchi wa kawaida yameendelea kuwa dwindle. Mishahara haijaongezwa, wala hatuoni kama serikali hii ina uwezo wa kuongeza mishahara karibuni, na wala kwa Magufuli yeye alimsumbui hilo. Sasa ndugu zangu, nimesema nilizungumze la kwanza la chakula, kwa sababu chakula ni maisha yetu na watu wetu wanaumia sana. Sasa sekta ya kilimo ifanywe nini? Kwa mwaka tangu Rais Magufuli ameingia madarakani, hasa mwaka 2016-17, sekta ya kilimo imekuwa kwa 1.7 tu. Kilimo kinakuwa kwa 1.7, wakati ongezeko la idadi ya Watanzania, population growth, ni wastani wa 2.4 to 2.6%. Imana watu wetu wanakuwa wingi zaidi kuliko kukua kwa uzalishaji wetu wa chakula. Taifa lina njaa. Tusifikiri taifa litakuwa na njaa baada ya kuona watu wamelala barabarani wamekufa. Taifa linakuwa na njaa wakati kuna viashiria vyote kwamba huko tunakokwenda hakuna solution, kwa sababu serikali haina solution. Wakati mataifa mengine yanasaidia nchi zao kuzalisha chakula, rais na serikali yake wanapunguza subsidy ya kuwasaidia wakulima. Nchi zote zinazotuzunguka, Malawi, Zambia, Kenya, serikali zinatoa mbolea kwa wananchi wake kwa wingi zaidi ili kuongeza uzalishaji. Kwa upande wa Tanzania, mwaka 78 ruzuku ilikuwa ni shilingi bilioni 78. Kwetu Tanzania mwaka huu ruzuku ni shilingi bilioni 10. Kwa hiyo mbolea kwa wakulima wazalishe chakula kwa rais wetu sio priority. Kwa serikali yake sio priority. Kwa chama chake na hakika sio priority. Lakini kura za Watanzania kwao ni priority. Mwaka 2015 ilianzishwa tume ya maji kwa ajili ya kuongeza na kuboresha kilimo cha umwagiliaji. Katika mwaka uliofuata wa fedha 2016-17, serikali katika bajeti ya maendeleo ya tume ya maji haikutoa senti 5 kujenga miundombinu ya umwagiliaji. Tunaendelea kusubiri Mungu atujalie mvua ili tulishe wananchi wetu. Tutaambiwa uchumi unakuwa, lakini umaskini nao vile vile unaongezeka. Uchumi unakuwa kwenye mifuko ya watu wachache ambao wanahudumiwa na zile sekta zinazokuwa
kama madini, mawasiliano, sekta ya fedha. Hizi ndio sekta zinazokuwa katika uchumi, utalii. Lakini sekta inayogusa wananchi walio wengi kwa maana ya kilimo, mifugo na uvuvi, 75%, sekta hii inazidi kusinyaa. Kwa hilo ni jambo la kwanza nilitaka nilizungumze, kwamba kwa sababu chakula, ndugu zangu, ni uhai, ni maisha yetu, ni maisha ya watu wetu wa kawaida. Hapa ndio maskini wa Tanzania unapopatikana, kwa sababu rais haoni umuhimu wa kuwekeza kwenye kilimo kinachogusa 75% ya Watanzania. Yeye kwake priority ni kununua ndege. Ndio kununua ndege, Bombardier kwake ni jambo la msingi sana. Fedha iliyopelekwa kwenye kununua ndege tu, laiti ingepelekwa kwenye kilimo, kuna Watanzania milioni 40 wangecheka. Lakini bwana mkubwa yeye na serikali yake kipaumbele ni Bombardier na ndege na vitu kama hivyo. Kweli tunahitaji usafiri wa ndege, lakini je, kwa taifa ni kipaumbele kuliko chakula? Kuna kipaumbele chochote katika nchi ambacho ni priority kwa kweli kuliko chakula cha wananchi wetu na sekta ya kilimo ambayo inawasimamia wananchi hawa? Sasa hiyo ni hali ya kilimo.